Habari na Facebook. Nafikiri live iliyopita tulikuwa tumeishia kwenye kujadili mitetemo ya juu na mitetemo ya chini. Tukasema kwenye mitetemo ya chini ndo huwa yanaishi mambo mabaya kama uchawi, hali ngumu, hisia za kuhuzunisha, hisia ya kutetemeka, mambo mengine mabaya. Lakini nikasema high frequency ni au mitetemo ya juu inahusika na kufutia riziki, fursa, ufahamu wa hekima ya juu, lakini vile vile ubunifu. Nikaa nimehusianisha kwamba ndio maana kuna kauli ambazo tunaishi nazo na zitafanya kazi, kwamba usifanye maamuzi ukiwa na hasira, kwa sababu hasira ni low frequency, na usipokuwa na hasira ukiwa na utulivu, hiyo ni high frequency, mtetemo wa juu. Kwa sasa inafanyaje kazi? Tukasema kwamba hasira inakuwa ni low frequency. Sasa low frequency ni makazi ya viumbe au nishati zenye madhara au nishati zinazoleta matatizo na migogoro. Kama unaweza kuwa na hasira ukachukua jiwe ukambonda mtu akafa, lakini ukiwa na utulivu unaweza kupata tu hekima ya ndani kwamba sasa hata nikimbonda mimi nitabadilisha nini. Unakuta mna unachofanya, unakuta umeokoka kwenye jambo ambalo utakofanya. Sasa leo tunakuja kuendelea katika kipengele kingine. Tulikuwa kwenye kitabu ambacho nimekiandika kutokana na elimu hizi. Nimekwambia chanzo kikubwa cha elimu hii ni Misri ya kale. Misri ya kale ndio chanzo cha elimu hizi. Ndio chanzo cha elimu hizi. Misri ya kale. Kwa hiyo baada ya kuwa nimepitia vitabu vingi vya Misri ya kale, unakuja unapata ufahamu, unatafasiri kitabu, unaleta kwa lugha laini mtu aweze kuelewa. Kwa sababu kusema tuongee zile term au maneno au misamiati iliyotumika kwenye vitabu hivyo katika karne hii ambayo tuna maneno tunasema ni ya Kisela au maneno ya Kiswahili cha kileo, inakuwa ni ngumu mtu kuelewa. Kwa sasa unakuwa mnatafsiri kutokana na mazingira ya sasa hivi, maisha ya sasa hivi, ili iweze kumsaidia mtu, kwa sababu watu wana changamoto. Watu wana changamoto. Utamwambia mtu bwana una changamoto, sijui una matatizo, unatakiwa labda uende kwa mganga au utakuwa uchinje bwana, ufanye ibada ya kuchinja kafara ili uweze kunyoka. Lakini sio kila mtu ana uwezo wa kununua huyo mnyama. Sio kila mtu anaweza kununua huyo mnyama. Sasa solution ni lipi kwa mtu kama huyo? Mtu mwenye anaweza kununua tu bando na kusikiliza sauti kama hii, ni kujifunza elimu ya ufahamu. Biblia imeandika kwamba ufalme wa Mungu uko ndani ya mtu. Biblia ni kitabu cha kodisi, kitabu ambacho kimeandika mambo mbalimbali kuhusiana na mambo yasiyoonekana, yaani mambo ya imani. Kitabu ambacho kinatufunga kiufahamu, lakini kina mambo mengi ambayo ni asiri, ambayo ukiyafungua kwa upande mwingine yanakufungua. Lakini sasa tukiachana maneno mengi, leo tunataka kujifunze kwa nini sasa watu wanakuwa hawaamini mambo hayo. Wengine wanakuambia mimi siamini uchawi kwa sababu hauonekani. Mimi nitaaminije vitu ambavyo havionekani? Yaani mimi nitaaminije? Yaani anakuwa haamini kama anaweza kurogwa, na akirogwa anakuwa hajui tena kama amerogwa, anakuwa anajua ndio hivyo hivyo. Kwa nini mtu anakuwa haamini? Sasa nikajadili swala hili kisayansi, shule. Nafikiri wasomi watatusaidia hapa kwamba ubongo una mawimbi. Ubongo unafanya kazi kwa kupitia mawimbi. Ubongo unafanya kazi kwa kutegemea mawimbi. Ubongo na mawimbi ambayo tutajadili hapa manne, kama nilivyokuwa kutangulia kwenye live iliyopita, manne. Sema kuna beta, kuna alpha, kuna theta na delta. Kwa nini sasa watu wanakuwa hawaamini hivi vitu? Kuna sababu kuu mbili ambazo zinafanya watu wasiamini. Maisha katika beta. Tutaangalia hapa mbele kidogo. Watu wengi wanakuwa wamefungwa. Nipo na kitabu changu cha mitetemo ya kiroho,
kitabu ambacho ukinunua kwa gharama shilingi 25,000. Kitabu kinaweza kwa gharama shilingi 25,000 soft copy. Ukitaka hard copy shilingi 50,000. Kitabu kina maarifa ya ndani kabisa. Kitabu gharama hii ni ndogo kuliko unachokipata kwenye kitabu. Watu wengi wanakuwa wamefungwa kwenye kitabu. Tumeandika kwamba watu wengi wanakuwa wamefungwa katika mawimbi ya ubongo ya beta, yani stress, mawazo ya kukosoa, kufikiria kupita kiasi, kutazama ulimwengu kwa macho ya nyama. Lakini tukisema maisha katika beta ni mawimbi katika ubongo. Nitakuja kuelewa huko mbele kwa sababu tumezungumza kwa undani kwenye hichi kitabu. Beta inaunda akili ya nitakiamini kama nikikiona. Yaani beta haiwezi kuamini kitu ambacho hakiwezekani. Wakati kwenye mfumo wa nishati kama nilivyokuwa kuelekeza jana au kwenye live iliyopita, nilikwambia kwamba ulimwengu upo kwa frequency, kinishati, kimitetemo. Ulimwengu una mitetemo. Hata kwa mfano kama hata jiwe ni nini, kila kitu kinatetemeka. Katika ulimwengu kila kitu kinatetemeka. Hata ulimwengu jinsi unavyoumba mambo ni kila kitu kinatetemeka. Tulisema kwamba ulimwengu mzima kuanzia mwili wako, mawazo yako, hisia, viumbe hadi nyota na sayari, kila kitu kinatetemeka katika kiwango fulani cha nishati. Sasa tunaposema nishati ni kitu kisichoonekana. Sasa watu huwa na tabia ya kutokuamini kitu kisichoonekana, lakini wanaamini kama moto unaunguza, lakini ule moto haushikiki. Unaweza kusema moto unaonekana, lakini unaonekana ukifika kukiwa kwenye kiwango fulani. Lakini kuna kitu kingine kinaweza kukuunguza ukiwa ufanyaje? Inaweza kuunguza ukiwa ukioni. Kwa mfano ukishika chuma kilikoshika moto, pale huoni joto, huioni. Unaona tu ni chuma. Ukikishika hivi chenye moto kinakuunguza kama kawaida. Kwa sasa tabia ya kuamini vitu visivyoonekana ni tabia ya kupuuzia na tabia ya kukaribisha matatizo kwenye maisha yako. Kwa sababu mtu unayekuwa hauamini kitu kinachoonekana, kisichoonekana, wakati visivyoonekana vingine vinakuzuru na unaona kabisa vinakuzuru. Alafu bado unakuwa hauamini katika nishati. Sio tu kwamba hauamini unavyoonekana. Watu wanaenda kwa waganga, wanatibiwa na wanapona. Unaona kabisa mtu amepona. Achana na waganga wa mjini. Chukulia wale waganga ambao umevunjika mkono. Mimi ni shuhuda kabisa. Umevunjika mkono umekatika. Unataka kwenda kuweka vyuma na nini? Kuna mganga mwingine wa kukupeleka anaziba mkono huo kwa kutumia teknolojia ya asili, kwa kutumia formula za asili. Lakini zote hizo ni nishati ambazo hazionekani. Kwa mtu ambaye huamini katika nishati, una safari ndefu. Utalalamika sana, utaenda watakuombea sana, watakupiga visomo sana, utaoga sana, utajiunga sana na jicho la tatu na meditation, sijui na nini. Utaoga sijui nini sana, mtu mwenye huamini katika nishati hizi. Kama ni kulewa utalewa sana. Kama ni kulewa utalewa sana, utalalamika sana. Kwa hiyo wote wewe kutokana na akili ya beta, na sio kwamba ipo eti ni mbaya au ni kwa ajili gani. Beta ndio inafanya mtu sio chizi, kwa sababu ni akili inayofanya reasoning inakwambia hichi ni hiki ili kukuweka kwenye usawa ule. Changamoto inakuja pale unapoiendekeza akili ya beta. Unatakiwa uiache na jukumu lake, usiongezee majukumu mengine. Akili ya beta, tunasema tunaweza kwa lugha rahisi kusema akili ya mbele. Mawimbi ya beta. Tunasema beta bana ni mawimbi. Beta sio akili, ni mawimbi ya beta. Beta inaundwa na akili ya nitakiamini kama nikiona. Hii inaondoa nafasi ya uelewa wa kiroho. Unapokuwa na maswali kama uwezo kaelewa mambo ya kiroho, uwezo kaelewa. Wewe uliyejiunga kwenye live hii unaweza ka share na wengine ambao unajua wanafuatilia haya mambo, kwa sababu elimu hii ni mkombozi. Na kuona mtu mmoja hapo umekuja, sijali kama utakuja ni mmoja wewe, kama utakuja ni wawili. Kikubwa najua ninachokiongea ni kitu kinachoishi na ni kitu kinachofanya kazi, na ni kitu kinachofanya kazi kweli. Uamini usiamini utajua, wala sitazishi mtu kuamini ninachokisema, wala sio kwamba eti mimi ndio mimi wa kusema kwamba eti ninachokuambia ndio hiki. Kile kinachokuambia kinaweza kukufungua fahamu, kinaweza kukuletea maswali ya kufahamisha vitu vingine vinavyofanana na hiki. Sisemi kwamba eti mimi ndio mwisho wa maneno yote. Kwa hiyo sasa namna kama hiyo, stress, kukosoa, kufikiria kupita kiasi, kutazama kwa kutumia macho, tunakuwa tunapotoka.
Hii inakuwa inaondoa nafasi ya uelewa wa kiroho kama nilivyokuambia. Nimekwambia kwamba watu haamini mambo haya kutokana na maisha ya beta, maisha haya niliyokuambia kwamba nitakiamini mpaka nikione. Lakini tunakuja kwenye B, subconscious hufungwa kadri tunavyokuwa wakubwa. Umewahi kusikia au kama hujasikia uliza. Wanakuambia kwamba mchana anakuwa anapata changamoto sana kumloga mtoto mdogo. Hii ni kutokana kwamba mtoto mdogo hajafika huko kwenye beta. Hii tunakuwa tuamini kutokana na akili yetu ya hazina inakuwa inafungwa na akili ya mawimbi ya beta. Tulikuwa tumezoea purukushani, stress na maisha ya harakati kama hizi. Unatafuta hela ya kodi ya nini, hela ya bata, hela ya kitu gani na gani. Huyu amekuchanganya, umechanganyikiwa. Huyu amekupa hasira, umepata hasira. Umecheka, furahi na nini, uni nyumbani una huzuni. Hizo mambo ambazo zinafunga akili ya hazina, subconscious mind inakuwa inaoperate kwenye kiwango kidogo. Inabaki na operate tu usiku ukiwa umelala. Unapata ndoto zingine hadi zinakuchanganya, unaamka umetimuka jasho. Unaamka umetimuka jasho usiku. Unasema mimi siamini uchawi. Mimi nakwambia mimi vya uchawi siamini. Mimi sijui vya nishati, sijui vya nini, mambo ya kiroho mimi siamini. Lakini ndoto zikikwamlia usiku, inakuja ndoto moja, unalala, unaamka ndoto inatisha. Unaamka usiku huo sijui saa 8 saa ngapi, umetimka jasho huko unahema. Lakini jambo nasimulia watu wasema ni ndoto tu hiyo, ndoto. Hiyo ni ndoto tu. Kwa hiyo akili ya subconscious mind huwa inafungwa kadri tunavyokuwa wakubwa. Watoto huwa wapo kwenye alpha na theta. Tutaangalia alpha na theta ni vitu gani. Mawimbi ya ubongo, hapa nazungumzia mawimbi ya ubongo. Utakuta alpha inatajwa kwenye mazingira mengine, usije ukachanganya na hii alpha. Alpha nayo isema mimi hapa ni mawimbi ya ubongo, inaitwa alpha. Ufahamu mawimbi ya ubongo ya alpha, ingia kwenye mitandao kwa tafute. Mimi niko hapa kuiongelea alpha, beta, theta na delta. Watoto huwa hapo kwenye alpha na theta. Alpha ni nini sasa? Tutaangalia huko mbele. Na ndio maana watoto huwa wanaamini miujiza. Watoto wanaamini miujiza. Ukakuta mtoto anacheza na nyoka ang'atwi. Yaani mtoto kuna hali fulani anakuwa nayo hivi fulani, tunasema watoto ni malaika. Sema malaika live iliyopita niliongelea. Malaika ni high frequency ya juu baada ya chanzo kikuu. Ni ufahamu wa juu kabisa baada ya chanzo kikuu. Watoto huwa wanakuwa na intuition kali sana, wanakuwa na maono makali. Yaani anakuwa anafahamu kitu kabla ya ubongo, kwa sababu ubongo wao unakuwa hajaanza kufanya kazi. Ile fahamu ya mtu mzima ile inakuwa haijaanza kufanya kazi. Kwa hiyo sasa mambo yanakuwa anaelewa yale mambo ya kiroho tu. Anaelewa tu mitetemo. Mitetemo ndio inakuwa ina operate. Mtoto ukimtishia hivi anatishika. Ukicheka anacheka. Hata kama haelewi, anajua tu hapo, hiyo ni furaha. Lakini huzuni na yeye anapata huzuni. Kwa hiyo mtoto anaitikia frequency. Hata mwili wako wenyewe huo unaitikia frequency. Hata mchawi anayokuchawia anakuingizia frequency mpya iweze kukuingiza kwa kadri anavyotaka yeye alivyonuia. Sasa tunasema ndio maana watoto wanaamini miujiza, watoto wana intuition kali, watoto wana connection na ulimwengu wa kiroho moja kwa moja. Watoto wenyewe wanaelewa moja kwa moja. Kadri tunavyokuwa tunakuwa wakubwa, kadri tunavyokuwa tunazeka, na kadri tunavyokuwa tunapitia kwenye mifumo ya elimu, tunavyokuwa tunafikia kwenye mambo mbalimbali ya kijamii, bize huku na huku, stress, lakini mantiki kupita kiasi. Ndio kama hii usomi huu sasa. Usomi ndio hatari. Adui mkubwa wa fikra, adui mkubwa wa fahamu hizi za kiroho ni usomi. Sasa kama wewe ni kitu ambacho kimekutawala, pole. Nasema pole. Sababu una kazi kubwa sana ya kufanya. Vitu vyote hivyo huwa vinatufunga milango ya alpha na theta. Tutakuja kuangalia alpha na theta ni kitu gani. Nakutaja hapa. Hivyo watu wengi hawawezi kuamini chochote kisichoonekana. Kitu kisichoonekana hawakiamini. Kuna mifumo ya elimu, jamii, mitazamo ya kijamii hii, mantiki ya kupita kiasi. Ingia kwenye Google yako, angalia mantiki ni nini, uweze kuelewa. Na nisema niongee kila kitu hapa, mambo yatakuwa mengi. Baada ya hapo sasa tunakuja kuangalia jinsi ulimwengu unavyokuwa unaitikia wito wako. Tunaangalia kwa vitendo na ushuhuda wa vitu kadhaa. Sije kukufundisha hapa, lakini na imani umewahi kuviona huko watu wameposti, na umewahi kuona watu wameongea, na wewe kuona watu wanasisitiza kwamba hii it really works.
kwamba hii inafanya kazi kweli kweli, hii inafanya kazi, sio masiara. Umewahi kusikia watu wanasema, lakini unakuwa kwa sababu kama labda ndio mara yako ya kwanza, unakuwa unapata wakati mgumu kuunganisha hicho anachokuwa anakisema. Sasa tutakiangalia hapa. Tunaangalia jinsi ulimwengu unavyoitikia wito wako sasa. Jinsi ulimwengu unavyohusiana na wewe. Tumeangalia frequency. Nikwambia frequency, nikisema frequency usishangae sana. Kwenye kauli zangu nitakuwa naongea sana frequency. Frequency ni mitetemo. Frequency ni mtetemo. Mtetemo ndio naomaanisha mimi, mtetemo frequency. Sheria ya frequency inafanya kazi kama redio. Sheria ya frequency inafanya kazi kama redio. Unachochagua kusikiliza ndicho kinachocheza hicho. Chagua kusikiliza TBC, unasikiliza matangazo ya TBC. Ukichagua hata live iliyopita nilikuwa nimeongea. Ukichagua kusikiliza RFA, Radio Free Africa ile unasikiliza. Ukichagua kusikiliza Wasafi FM, unasikiliza Wasafi FM. Hata ulimwengu ndio hivyo hivyo. Ndio maana kwenye vitabu wameandika, vitabu vya dini wameandika kwamba bwana, ukitaka kuelewa haya mambo angalia, fuatilia kwenye uumbaji, angalia ndege wanavyoishi. Kuna nyimbo moja hivi Katolika na si ndege wanafanyaje, hawalimi, hawapandi, si nini. Angalieni jinsi maisha ya ndege wanavyoishi. Angalieni jinsi bahari inavyokuwa inaenda. Angalia jinsi alizeti inavyokuwa inaota. Chunguza vyote hivyo. Wewe unachunguza. Mimi mwenyewe nilikuwa sijui, nilikuwa navionaona. Lakini baada ya kusoma maarifa yale ya kwenye vitabu hivyo vya Misri ya kale, unaweza kusema sasa mtu amevipata wapi? Bwana kwanza kama anaonekana kama mdogo. Kila kitu kipo mtandaoni. Kipo mtandaoni, ni wewe na ujuzi wako wa kutafuta maarifa na jinsi ya kuyasoma kwa muda mfupi. Yaani unatakiwa uwe na ujuzi kidogo tu ili uweze kuyapata maarifa kama hayo. Sasa ukiyapata sio kitu kibaya. Sio kitu kibaya, kwa sababu ukipata, ukishikilia maarifa, mwisho wa siku utaishi na nani mwenye hana mtazamo kama wako. Kama mtazamo wako unakusaidia, ukamwambia mwingine akachuja kwa akili yake na ufahamu wake na mamlaka yake kuu, vikao vinamsaidia, basi unakuwa umepata mtu wa kuzungumza naye. Kwa nini hapa kutafuta marafiki? Tunakuja kuangalia sasa jinsi ulimwengu unavyoitikia wito wako wewe kwa vitendo. Hatua ya kwanza kabisa, unatakiwa kuingia kwenye alpha, yani utoke kwenye mawimbi ya beta uingie kwenye alpha. Ninaposema utoke kwenye mawimbi ya beta uingie kwenye alpha, sio kazi ngumu wala sio kitu cha ajabu. Ukitaka kuelewa hii, angalia kauli ya usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Ukiwa na hasira unakuwa kwenye beta. Unakuwa kwenye beta, akili ya juu, akili ambayo haijatulia. Lakini ukishatulia, hekima yako inakuja ile ya ndani. Kile utakachokiamua baada ya kutumia, hakuna anayekwambia, ni fahamu zako tu zinakuonyesha. Yaani ule wewe wa ndani anakuwa yeye sasa anafanya maamuzi. Yeye wa ndani ule anafanya maamuzi kisha kuwa umetulia. Yeye ule wa ndani huwa hatoki uko kwenye beta. Huwa hatoki kuwa kwenye mitetemo ya chini. Huwa yeye hatoki. Yaani ukisikiliza msanii anakuambia mimi nikitulia naweza nikaandika wimbo mzuri, lakini kwa sijatulia nyimbo zangu zinakuwa hazieleweki. Mwingine labda mazingira kama hayo, mtu anayetengeneza muziki au hata producer anaweza kukwambia, anaweza kukupa ushahidi wa hichi kitu kwamba yeye hawezi kufanya kazi akiwa hajapata utulivu. Lazima utulivu uwepo ndio yule wewe wa ndani aweze kutoka. Na hata hapa tunajifunza frequency, high frequency na low frequency ili uweze kutambua. Tunajifunza high frequency na low frequency ili uweze kutambua. Ukiwa kwenye high frequency ndio ile utulivu. Utulivu ndio kodi ya ufahamu mkubwa sana ulioko ndani yako. Tunasema uwezo mkubwa uliopo ndani ya binadamu ni uwezo wa kuhimili utulivu. Ndio maana hata watu wanatafuta fedha ili waweze kupata utulivu. Sasa utapataje utulivu ukiwa huna hela? Utakuwa unahangaika huku na huku watoto wale. Watoto wale huwezi kupata utulivu. Ukiwa huna utulivu unakuwa ni tofauti kadogo sana na chizi. Yaani kwa sababu hautulii. Yaani uko hata sio wewe, huwezi hata kuongea kitu cha maana. Kutokana na kukosa utulivu. Ukiwa una utulivu ndio unakuwa na hekima zako za ndani. Ile wewe wa ndani au uwezo wako wa ndani unatoka popote ulipo tu. Yaani ukitafuta utulivu. Hebu tuendelee hapa. Hatua ya kwanza unaingia kwenye alpha na theta. Alpha ni mawimbi. Napenda kwenye kuelezea, napenda kutumia bahari. Nasema beta huwa napenda kutumia kwamba kwa mfano bahari na zoruba.
alafu sasa umedondosha ka kitu kwenye kina kifupi, maji yanafanya hivi, yanacheza hivi, uwezi ukakaona pale, lakini maji yakiwa yametulia hivi, yametulia, basi kale kalikopo chini kale unakuwa unakaona. Sasa kile kitendo cha maji kutulia ndio alfa. Unapokuwa kwenye utulivu, unatuliza fikra zako, fahamu zako, ili uweze kuona suluhisho la tatizo linalokusibu, na linakuja lenyewe. Yani ukitulia linakuja lenyewe, Sisi tunaishi kwa sheria za ulimwengu. Sisi hakuna ambaye kusema kwamba mimi na maamuzi yangu. Unaamua kutokana na frequency zilizopo kwenye kichwa chako. Sijui, yani nataka uelewe, lakini sasa tuendelee na safari. Hatua ya kwanza ni unaingia hivyo, unaingia kwenye alfa, unatoka kwenye beta na kuingia kwenye alfa kwa kufanya nini? Unaingia kwa kutafakari kwa dakika 10. Kama unaweza kujitenga mahali dakika 10, uweke simu yako pembeni, uweke simu nini pembeni. Yani ukae tu. Yani kama ni unadaiwa kodi, unadaiwa nini, una madeni, kaa tu, yani visahau kama vimeshapita. Dakika 10 tu. Dakika 10 ni nyingi sana kwenye utulivu. Dakika 10 ni nyingi kwenye utulivu. Ambaye hajawahi kutulia hawezi kuamini hichi ninachokisema, lakini dakika 10 ni nyingi kwenye utulivu. Nilikuwa nafundisha kwenye live nilisema kwamba hii elimu nilikuwa naifundisha, nimeona ina impact kwa kila mtu, kutokana na kwamba nilikuwa nafundisha hii programming, lakini mtu unakuwa unamfundisha kitu anakuwa anarudia. Sasa mtu anakuja kujiuliza kwamba hawa Harvard University na nini wanafundishaje, wanafundisha elimu za namna gani hadi tunakuja kupata ma Facebook tunarekodia saizi, hadi tunakuja kupata ma Twitter, ma X, tunakuja kupata ma teknolojia makubwa, wanafanyaje? Tuko kugundua siri kubwa ipo kwenye elimu ya kiroho hii. Kwa kuamini kwamba elimu ya kiroho nikisha kuwa nimefundisha hivi elimu ya kiroho, nitaendelea kufundisha programming, mtu atakuwa ananielewa. Nikifundisha programming atakuwa anajua kwamba ni lazima kutulia ili kuweza kusolve bugs. Watu wanafanya programming wanajua nikisema bugs. Bugs ni pale ambapo umeandika kodi, umefanya programming kodi, umeandika programu yako mwingine, unakuja kulani ili ifanye kazi. Sasa kama ni unatengeneza application ya kupigia watu simu, unalani ifanye kazi, hailani, ina clash. Sasa unaanza kusolve pale bugs. Sasa ile bugs ni kitu kinachoumiza kichwa sana. Kitu kinachoumiza kichwa ni kitu kinachopoteza muda. Sasa ni kitu ambacho kinakuwa kigumu sana kama haupo kwenye sheria hizi. Yani inakuwa changamoto sana kufix bugs. Nisiongee sana kwa sababu hapa sipo na watu watahama tu, na watu wengi. Tuendelee na safari. Kwa hiyo utakuwa uingie kwenye tafakari, unaingia kwenye alpha na theta, unatoka kwenye beta hiyo, akili ya zoruba, au unatoa zoruba kwenye kichwa chako kwa kutulia. Tafakari kwa dakika 10. Tafuta utulivu wa dakika 10. Dakika 10 tu, jitenge. Wewe mwenyewe, sio na mtu, sio ili kujitenga unaenda kuomba ushauri. Jitenge wewe mwenyewe. So mimi nilivyojitenga hapa kwenye kapoli, safi kabisa. Safi kabisa. Unatafakari dakika 10 zako zile. Kwa mara ya kwanza utaona kama unacheza. Tafakari siku ya kwanza, fuliza siku 3. Yani fuliza tu siku 3. Hicho ninachokiongea utakigundua kipo kinatokea kwenye hizo na. Lakini maana kuna kitu kinakuja. Huko mbele tunapoendelea tutakuja kufundishana jinsi ya sababu mtu unakuta unapata mawazo mazuri. Lakini ya mawazo ukiyapata unaenda kusimulia kwa mtu mwingine. Bwana unajua mimi huwa nawaza hivi. Huyo mtu naye unaenda kumsimulia sasa, anakuambia hivyo haviwezekani. Unasema unajua bwana mimi huwa nawaza kwamba nikipata viela nijenge nyumba za kupangisha kila mikoa 26. Maana kila mwisho wa mwezi niwe nachukua kodi. Mtu anakuambia upuzi, unafikiri vinawezekana? Unafikiri watu hawajawahi kuwaza hivyo bana? Anakuambia huo ni puuzi tu. Huwezi kaweza, utawezaje? Mbona kutu nakata tamaa? Kwa hiyo tunazidi kusoma haya masomo, tutakuja kujifunza jinsi ambavyo mtu unaweza kukamata mawazo. Ukakamata mawazo, ukasimamia mambo yako mwenyewe. Yaani ukasimama wewe kama wewe. Tukuje kujifunza huko ndani. Tunaingia kwenye hatua ya kwanza kabisa, ulimwengu unavyoitikia wito wako. Kitu cha kwanza kabisa nimekwambia, sheria ya frequency inafanya kazi kama redio. Unachochagua ndicho unachosikiliza. Hatua ya kwanza ni kuingia kwenye alpha na theta. Unaingia kwenye alpha na theta kwa kufanya nini? Unajitenga ili uweze kutuliza zoruba ya akili, lakini vile vile maombi ya dhati. Maombi ya dhati tunakuja kuona kwa walokole. Wanaingia kuomba, kupiga makelele. Ushindwe katika jina la Yesu Baba, mikosi itoke. Yesu Kristo Baba, damu ya Yesu inafukuza. Wanaingia wanakemea. Wanakemea maombi ya dhati. Sasa maombi ya dhati hauyafanyi hivyo kwa kunini? Japo hata pale wanatuma mitetemo. Sema kuna sheria ya mitetemo tunaona hapa. Wale wanachokuwa wanakosea kitu kikubwa. Sio kwamba mimi ndo napatia, hapana. Nasema hivi wanakosea kwa sababu naona watu wengi wanaendaga kuomba kama vile, lakini maisha yao yanabaki vile vile.
Yaani vile vile yalivyo ndio yanabaki. Kwa ajili ya kutokuelewa mitetemo. Mitetemo. Tupo kwenye kitabu cha mitetemo, kitabu kinauzwa shilingi 25,000. Hela yako tu. Unatuma hela yako hapo, unatuma hela yako na screenshot kama mwana kako safi kabisa kwenye WhatsApp yangu, mimi nakutumia kitabu. Sio kukutumia tu eti nikutumie tu afu na kutelekeza, hapana. Unasoma kitabu, unauliza maswali, unajibiwa vizuri kabisa. Maombi ya dhati, maombi ya dhati, maombi ya dhati. Unaomba kutoka kwenye moyo wako. Unaomba kutoka kwenye moyo wako, unazungumza na moyo wako. Kupumua kwa kina. Watu tunakuambia kwamba ukipata hasira au ukiwa unafanya kitu kwenye hesabu, zamani walikuwa wanatuambia kwamba ukiwa unafanya hesabu zikikushinda, tulia dakika 3, vuta pumzi. Vuta pumzi mara 4. Wenyewe wanasema wanafanya kazi, lakini mimi binafsi haijawahi kunifanyia kazi. Ila ndio sheria hiyo, wengine inawasaidia. Mimi yenyewe kunisaidia kati ya hizi ziko 4: kupumua kwa kina, kutulia kimya. Yenyewe kunisaidia ni kutafakari, lakini ni kutulia kimya. Imewahi kunisaidia. Wengine wanasema kuomba maombi ya dhati, hii inatumika kwa kanisani. Ile inafanya kazi, sema tu wanavyoomba ndio hivyo wanavyoomba style yao, wanajua wenyewe, wanajua ni kupiga makelele tu. Unaposhuka kutoka kwenye beta, unaenda kwenye alpha, unaenda kwenye theta, unafunguka kiroho. Hapo tu unasema jicho la 3 linakuwa limefunguka, unaweza kuona mambo yasiyoonekana. Sio mambo yasiyoonekana, mtu anachanganyikiwa kweli, sema kwa ndaona majini, ndaona mapepo. Sicho ninachokimaanisha. Sicho ninachokimaanisha. Tuendelee kusoma, utazidi kuendelea kuelewa. Hii elimu ninayofundisha ni elimu kubwa sana. Siwezi kufundisha kila kitu kwenye, tena siwezi kaongea kila kitu. Labda uulize. Yaani labda ni kwa nini nimeongea hapa, uulize ili uweze kujua. Kwa sababu mimi nafundisha tu, nafuata tu mtiririko wa kitabu hichi nilichokiandika. Lakini hatua ya pili, tunatumia maneno ya high frequency. Ili uweze kusikilizana na ulimwengu, lazima utumie maneno ya high frequency. Ulimwengu uweze kutii kile unachokiomba. Nilikwambia kwamba kuna watu wanaendaga kanisani kuomba kwa dhati, pale wengine wanakuwa naomba hadi wanalia. Tunasema kwamba maneno ni vibration. Sio kwa kusema tu vile kwamba nataka fedha, nataka fedha, nataka fedha. Maneno ni yanatengeneza vibration. Tunasema vibration inatengenezeka pale ambapo unasema nataka fedha, hadi unaweza kuvuta picha ya kwamba sasa fedha utazipata kwa namna gani. Hapo tunakuwa tumesema umefanikiwa kutuma maombi yako ya fedha kwenye ulimwengu wa kiroho. Lazima ujenge picha. Yaani usiseme tu nataka fedha, lazima uhisi fedha. Lazima uhisi kwamba fedha nitaipata, ngoja niende kwa sababu mimi ni kinyozi. Hebu ngoja niende nikaombe kazi sehemu fulani penye pako hivi na hivi na hivi na hivi. Wakati unaenda unapiga hatua 1 2 3 zile, na ulimwengu wenyewe unakuwa unakushuhudia kile kitu ulichonuia. Unasema kwamba sasa pale kazini walikuwa wananichukulia hivi na hivi, nataka niende pale kazini, nitakuja na mbinu hii 1 2 3. Unafika kwenye kikao, ulikuwa ushatafakari huko ulikokuwa, unakuwa unatoa hoja zenye nzito, mara unashangaa huyu mtu huyu tumpandishe cheo, mtu mwenye mchango mkubwa sana, hoja zake zina mashiko. Kwa hiyo maneno bwana ni vibration. Kila kitu unachokisema mara kwa mara, sio mara moja, mara kwa mara, kinaunda wito wa nishati au mto wa nishati. Acha maneno ya low frequency kama sina bahati, mimi ni maskini, maisha ni magumu. Hapo ndio nilikuwa nakwambia kwamba wale jamaa wanaendaga kukosea, wale wanao ushinuka jina la Yesu, naondoa umaskini, naondoa si mikosi, naondoa si nini. Hapana, utakiwa kusema kwa namna hiyo. Unapokuwa umeingia kwenye hisia, umeshaamsha hisia zako zile za kusema kwa hisia, kama vile ambavyo asila huwa inaamka yenyewe. Kwa sababu tunasema, yani jinsi inavyo apply hapa. Kwa mfano hasira, kila mtu anaelewa hasira. Lakini hasira, uwezi ukasema nina hasira kwa kusema hasa nina hasira afu unatabasamu. Hasira yenyewe unaijua jinsi inavyofanya kazi hasira. Hasira ile ni jinsi inavyofanya kazi. Sasa ndio tunavyosema mtetemo. Sasa unaposema hasira, kitu lazima ukihisi. Unaposema unapotuma kwamba maombi ya kwamba upate fedha kwenye ulimwengu wa kiroho, lazima uhisi fedha. Kama hasira vile inavyoibuka. Au hisia za mahusiano zinavyoibuka zile. Uwezo ukasema tu nina hisia, afu zikawepo tu hisia. Zenyewe zikija zinajua jinsi zinavyokuja. Hiyo ndio mitetemo. Hiyo ndio mitetemo. Hata jini anapokuja kukuzuru, utashangaa nywele zimesimama, umesisimka, umeweza kutetemeka. Bwana naogopa. Bwana naogopa. Hivyo ndio umekamatwa hivyo baba. Ndio umekamatwa.
Hivyo vizu huonekana. Nimefanya kazi. Kwa hiyo sasa usipende kusema sina bahati, si mimi ni maskini, usipende kulalamika, usipende kujisemea maneno mabaya. Badala yake unasemaje? Navutia baraka. Ukisema navutia baraka, unavuta picha kwamba sasa ndio baraka zinakuja sasa. Watu wanakuona, sehemu unataka kuonekana unaonekana. Niko kwenye mwanga, unajihisi sasa ni giza lilikuwa limetanda. Ghafla mwanga ukaja ukakumulika, wewe mwenyewe unajenga picha ile. Basi hivyo ndio unavyokuwa unawasiliana na ulimwengu wa kiroho. Kwa sababu hata wenyewe jinsi unavyowasiliana wewe kupitia ndoto, unawasiliana wewe kwa kupitia hivyo unavyoota. Angalia staili ya ndoto inakujaje. Unaweza kanielewa? Au unaweza kahisi kwamba nguvu kuu inaniongoza. Unaweza kahisi kama una kiongozi. Kama ulivyo na kipofu anapojiamini pale unapomshikia fimbo. Jumlisha na ile uwezo wake, experience yake ya kutembea kuhisi hivi. Basi anakuwa anatembea kama anaona. Ukiwa umemshikia fimbo. Basi unatakuwa uhisi kama yani ukiwa mwenyewe tu unahisi kwamba kuna kitu kinaniongoza. Nataka leo niongee tumalize. Maana hapa tulikuwa kwenye sura ya kwanza. Live iliyopita na live ya pili ilikuwa kwenye sura ya kwanza ya kitabu hichi. Kitabu hichi kina sura sio takriban ngapi? Sio kama 19, 18. Hii ilikuwa ni sura ya kwanza. Nimepanga nataka tufundishane mambo leo kwenye kitabu hichi hadi tumalize. Lakini tumemaliza habari ya wakati unaomba. Tumemaliza baada ya kipindi hiki au niongee tu kabla sijasahau. Maana sasa nitasema afu nitasahau. Nataka nikufundishe kitu kimoja. Kikubwa. Ninavutia baraka, niko kwenye mwanga. Tutakuja nisha sauti tayari. Hatua ya 3. Chagua hisia zako. Kitu nitakumbuka hapa, kama nitakumbuka hapa itakuwa vizuri. Nataka nikwambie kitu kizuri. Hatua ya kwanza nimekwambia huko kuna kutafakari, kuna kuomba kwa dhati, kuna kufanyaje. Lakini hatua ya pili unatakiwa utumie maneno ya high frequency ili uweze kuwasiliana na ulimwengu. Hapa naongea kuhusiana na ulimwengu. Naongea ni maneno marahisi sana. Ni maneno marahisi kwa sababu inaweza kuwa ni mara yako ya kwanza kusikia. Uwezo ukajua nguvu yake na kuonea huruma. Uwezo ukajua nguvu yake. Ni maneno marahisi sana kwamba kutafakari kwa dakika 10, kaa pembeni jitenge. Ni maneno marahisi. Hatua ya pili nikwambia tumia maneno ya high frequency. Usiseme sina bahati, usiseme mimi ni maskini, usiseme sina pesa, usiseme naumwa. Sema na afya njema, nahitaji afya njema, nataka afya njema. Ikiwezekana unasema kabisa. Yaani unatafuta sehemu hata sehemu yenyewe unasema kwamba nyie kwa sababu tunasema kwamba mtu unakuwa na jeshi lako. Mtu ni mamlaka iliyokamilika. Mtu hadi anaweza kuloga mtu, anaweza kumsupia mtu majini, maana yake ni mtu mwenye mamlaka iliyokamilika. Kwa jini yao anakupa nini hadi anasikiliza amri ya mtu? Kwa hiyo unabidi ujisemee wewe mwenyewe kwamba hivi sasa nawaambia sasa mimi nataka afya njema. Wewe jiambie tu nataka afya njema. Hamwezi kuwa mmekaa tu, mimi bosi wenu niko naumwa. Nimesema tena hapo naumwa. Hamwezi kuwa mmekaa tu, mimi nataka afya njema. Hamwezi kuwa mmekaa tu, mambo lazima niendee vizuri. Hakikisheni mambo yananiendea vizuri. Unajiongelea tu mwenyewe. Wewe ni mamlaka. Nimwambia mtu mmoja nikasema ukiona kabisa unajisi kukata tamaa, fikiria kama wewe ndio mfalme. Hicho ndio nataka kuongea. Fikiria kama wewe ndio mfalme sasa kwenye ngome. Kama umewahi kuona zile movie za kifalme wewe ni mfalme. Huko kuna malkia, huko kuna jeshi, na jeshi lina general. Na general yana majenerali wadogo. Lakini jeshi lote lile, mamlaka yote ile ngome inategemea kauli yako. Naposema kauli yako, ngome yako, si malkia, department zilizopo, vitengo vilivyopo kwenye ngome yako, na maanisha viungo. Sasa kuna maini, kuna akili, kuna ulimi, kuna pua, kuna moyo, kuna damu, kuna figo, kuna kongosho kwenye mwili wako, kuna utumbo, kuna nini. Vyote hivyo ni viungo ambavyo ndio huwa vinaumwa na vinakuletea madhara mbalimbali. Sasa hizo ni department zilizopo kwenye ngome yako. Kila kitu nimesema, kila kitu ni nishati, kila kitu kinatetemeka kwenye ulimwengu. Utakuja kunielewa vizuri uko mbele kama utafanikiwa. Alafu sio kunielewa tu. Huku kwenye account yangu hii ya Facebook nimeandika hivi vitu hadi vya mbele huko, nitakuja kufundisha kwa mbele, nimeandika. Kwa hiyo unaweza kupitia ukasoma ukapata ufahamu. Sio kwamba eti mimi na ufahamu sana, sijui kwamba dini nakwambia hivi na ufahamu, lakini unajua
kuna kitu naweza nikaongea kikakufungua. Yaani mimi sio kwamba eti ndio nakwambia kitu kipya, hapana. Lakini najaribu kuongea ile mwenyewe uweze kufunguka kwa namna yako, kwa sababu wewe mwenyewe ni ngome, wewe ni ngome. Kwa sababu gani nasema ni ngome? Wewe ni ngome, wewe ni ngome. Unaweza ukakupitia ngome ya mtu, ukapita mahali ukapita ngome ya mtu, ukabuni kwamba kwenye ngome yangu nataka niimarishe hiki. Ukapita ukaangalia nyumba ya mtu ni nzuri, unafika na mwenyewe nataka nijenge nyumba kama hii. Hivyo. Hivyo. Kwa wewe ni ngome. Wewe ni, kuna mtu mmoja alikuwa ananiambiaje wakati nafundisha. Unajua kuna mambo mengine ukiwa unafundisha hauwezi kuyajua. Mtu akaona unaongelea basi anakuambia, anajua hichi ni kitu kinachohusiana na wewe, basi mnachangiana mawazo pale. Kwa mtu mmoja alikuwa ananiambia, kama ananisikiliza hapa, kama ni vibaya hata nisamee kumsema hapa, simseme jina, namsema tu story yake. Akasema, kaka, mimi nasikiliza habari ya una alama M mkononi. Wasema M ni watu wenye nguvu sana, ni watu wakubwa. Akasema, kaka, mimi nina M, lakini nilikuwa nimefungua biashara ya uwakala. Lakini ya biashara ya uwakala kuna siku nakuta wateja wamefurika, lakini kuna siku wateja hawaji. Lakini nikifika nyumbani kisha anza kujilaumu tu, kunungunika, kwa maana siku hizi wateja hawaji. Kesho yake wateja wanaenda wanafunika. Wateja wanaenda wafunika. Kwa hiyo kuna watu jinsi walivyoumbwa kutokana na asili yao. Yaani sauti zao ni sauti za mamlaka. Yaani achana kwamba hawezi kuamrisha watu. Achana kwamba hawezi kuamrisha watu. Ila sasa zile nguvu zingine zilizomzunguka ambazo hazionekani zinamtii. Yaani ni kauli inayo anamtetemo mkali, Yaani kama simba vile, simba akiunguruma hapa karibu yangu mimi mwenyewe hapo. Sasa niko polini. Sasa niko polini kidogo hapo. Unaona niko polini. Simba akiunguruma. Lazima nitoke nduki. Kwa sasa hizo nishati zingine zinazoweza kuzunguka, nishati ambazo wewe ndio kiongozi wake. Ukilegea na zenyewe zinalegea. Zinaona kama wewe mwenyewe umekosa mwongozo. Unaona kama wewe mwenyewe umekosa mwongozo. Hata kama ni ubunifu, lazima useme kwamba sasa hichi kitu nitakiweza. Lazima nitakiweza. Watu wanaweza kwambia kwamba, watu kwa mfano kama sisi, unakuta una majina yako hayo, alafu sasa una jina lile la asili, wamekubatiza kwambia jina la mzimu. Unakwambia mtoto bila kumpa jina la mzimu analia mpaka analia tena. Sasa yule kama sheria unajua inafanya kazi. Wewe unajua kuhakisha kupa basi ndio vimeisha. Ndio vinakuacha hadi ukiwa mkubwa vinakuacha. Vipo. Kwa mtu una jeshi, lazima umlalamikie huyo mtu ambaye unasema kwamba ni mzimu au ni msimamizi wako au malaika mlinzi wako. Lazima umlalamikie unapopata changamoto. Kusema, bwana, mimi nataka afya njema. Kwani mimi nimekosea nini? Mbona kama mimi sijala cha mtu, mbona mimi sijala? Mimi sijala cha mtu bwana, mimi nataka maisha mazuri. Basi kama ulikuwaga mkorofi, sehemu ambayo unatakiwa ufanye ukorofi, unashangaa ukorofi siku hiyo hujafanya. Unashangaa, bwana mimi siko hivi. Bwana kama nimeanza kubadilika mimi mwenyewe tu. Hivyo. Tumalizie. Mambo mengine tutakuja kujifunza zaidi huko. Tutakuja hatua ya 3, chagua hisia zako. Tunaangalia jinsi ya kuwasiliana na ulimwengu, nimeongea mambo mengi. Chagua hisia zako. Kitufe chako, hisia ni sawasawa na kitufe cha frequency. Yaani kama ilivyo kwenye redio, kile mnyongoloko leo kunyonga kupata ni frequency. Hata ukiwa kwenye mazingira magumu, tafuta kitu cha kushukuru. Tulijadili kwenye high frequency, nikakwambia shukrani ni high frequency. Unapokuwa kwenye shukrani, unakuwa unapanda kwenye high frequency kwa muda mfupi sana. Yaani hata kama ulikuwa umevurugwa, hata kama ulikuwa unasikia labda unajisikia huna bahati, unakumbuka tu kitu gani unachoshukuru kwenye maisha yako, kwamba nashukuru hadi saizi sijafa, naweza kushuhudia kitu kingine kipya. Yaani unashukuru tu, yaani unatuma hisia ya kushukrani kwenye ulimwengu wa kiroho. Basi shukrani ni hisia ya frequency. Tutasema shukrani ni njia ya haraka sana ya kupandisha frequency. Kwa sababu mtu hadi umekuwa huko hapa ulipo, lazima kuna jambo ambalo unashukuru. Sio kwamba tumeishi na mambo mabaya tu yamekukuta mambo mabaya. Kuna mazuri ambayo yalikuja bila wewe mwenyewe kutarajia. Unasema kuna jambo limewahi kunikufikia mimi mwenyewe kujua. Bila mimi mwenyewe kujua. Kwa hiyo sasa ukikutana hali kama hiyo, ili utulivu uje haraka. Kwa sababu I make sense, ninakwambia upate utulivu, alafu ni kwenye uhalisia kabisa. Asa unadaiwa kodi. Kwenye uhalisia kabisa mtoto anaumwa. Kwenye uhalisia kabisa kuna issue ya serious zinakusibu, Lakini lazima ufanyaje? Upate kushukuru. Kwa mfano upo mtoto anaumwa, usilaumu tu. Kwa mfano utashangaa dakika 2 zilizopita
umeongea na mtu amekushauri kitu kizuri kwa sasa. Lakini nashukuru kabla huyu mtu hajanipigia simu nilikuwa sijawaza hivi. Hichi kitu kinaweza kikanisaidia. Yaani unachukua ile hisia ya shukrani ili uweze kutoka kwenye ile hali ya kulalamika, kujiona wewe ndio una mizigo na nini. Kwa sababu unapokaa kwenye huu mji, kama kuna mtu ambaye kukuloga, kukutamkia maneno mabaya, ndio anakukamata. Yaani maneno ambayo alitamka hata miaka 5 iliyopita huko nyuma. Ukiwa kwenye channel yake, kama nilivyokuambia, ukiwa kwenye TBC unasikiliza TBC. Kwa hiyo ukiwa kwenye low frequency, kwenye hali ya kujisikia mizigo, lawama na nini, yale mambo ndio yanakupata kwa sababu umekaa kwenye channel yake, yani umekaa kwenye barabara yake, upo kwenye barabara ya mikosi. Lakini ukishavuta hisia ya shukrani, unakuwa umeyafukuza. Yani yale maneno, hisia za high frequency haziishi kwenye haziishi, yani haziishi kwenye high frequency, haziishi kwenye mitetemeko ya juu. Ni sana mwanga na giza. Wewe kukua na mwanga, si penye mwanga kuna giza pale? Hamna giza. Ni sana mwanga na giza. Kwa hivyo lazima utafute kitu hata kama sio shukrani. Kuna mwingine anaweza kawa anatumia hata mdalasini, anapenda kusikiza ile harufu ya mdalasini. Moyo au ufahamu, harufu huwa inapenya moja kwa moja, iwasiliani na akili, inaingia moja kwa moja kwenye fahamu. Kama ni harufu ya utulivu, basi utulivu unaingia moja kwa moja kwenye ufahamu. Kiasi kwamba ukikaa kwa dakika 5 kwenye hiyo harufu ambayo ni nzuri, basi unachukua ile frequency ya hapo. Na ile harufu unaacha kuisikia kwa sababu na wewe mwenyewe umekuwa kitu kimoja. Kwenye wakati na kufundisha namba, nitakuja nikuelezee sanaa ya kupaa. Sanaa ya kupaa ni maajabu. Hayo ni maajabu. Yaani vitu vingine ni vitu vya ajabu kweli yani. Ni vitu vya ajabu, lakini mwisho wa siku ni vitu vingi ambao lazima mtu uchague pa kubobea panapo kuhusu kulingana na ngome yako. Kama wewe ni mponyaji, lazima utafute maarifa au uwe na fahamu zinazohusu na uponyaji. Hauwezi kawa wewe ni mponyaji alafu sasa ukawa unang'ang'ania uongozi, unataka kucheza muziki ambao sio wako. Lazima ucheze muziki wako ili wewe wenyewe ili pale unapotafuta kiongozi awepo, na kiongozi anapotafuta mponyaji, wewe mponyaji uwepo. Kwa lazima mtu ucheze wimbo wako. Kwa tunasema kwamba wewe binadamu, ukitaka kugundua kwamba kwenye Biblia amekuandia kwamba ufalme wa Mungu upo ndani yako, ishi nchi ninachokuambia, ishi hudumu kwenye high frequency. Jinsi unavyozidi kujifunza, kama umekosa live iliyopita, itafute usikilize, ina nusu saa. Hii sijui hata ina dakika ngapi hapa, hata sijaona. Sina dakika ngapi zimefika hapa. Kwa tunasema wewe ndiye transmitter. Ulimwengu wenyewe haujiulizi unataka nini. Unachouliza ulimwengu, unaangalia umetuma vibration gani. Napokuambia unatuma vibration gani, kuna watu wanaendaga msibani ile kwenye makabila wanaolia, alikuwa hajapanga kulia, lakini akifika kule kuna mtetemo wa huzuni. Ile hisia ya huzuni inamkamata. Yeye mwenyewe majonzi yanamuingia. Kwa hiyo tunasema ulimwengu umetuma vibration gani kaka? Ndio unayoitikia, unaitikia mitetemo. Nishati, mitetemo ni nishati. Umetuma nishati ya kiwango gani? Umetuma umeme mdogo au mkubwa? Umetuma msukumo mdogo au mkubwa? Kama hasira, kuna hasira kubwa, kuna hasira ndogo. Je, umetuma mtetemo mdogo au mkubwa? Kuna watu ukienda msibani wanapandisha majini yale. Sio kwamba eti wanakuwa wamepandisha, kwamba vyakuwa vimepanda. Unashangaa si mtu aliyekuwa anakuambia, sisi kwetu amtuchinjagi nyama, sio na nini, kwa kina fulani wenyewe wanawachinjia nyama, si wanaongea. Unaweza kawa shahidi wa mama. Kutokana na ile huzuni, yani tayari unakuwa umeshaingia kwenye frequency ya huyo mwanafamilia wako. Nilikuwa nakufundisha kuhusiana na jana, mambo ya kufuatana kifamilia na kiukoo, si mambo ya umaskini, si na nini na nini na nini na nini. Kwa lazima ujipange, na hiyo vitu vinakaa kwenye damu. Kisha kaa kwenye damu, kinadumu kwenye damu. Kidumu kwenye damu, kukitoa ndio hapo hadi hali fulani inakuja kutoka. Unashangaa labda hata umetoka maupele. Wewe unakuwa unasema labda maupele yani ugonjwa. Kumbe seli zile za zamani zile seli za zamani zinaweza kufanya wewe uendelee kushikilia fikra mbaya. Fikra nini zile? Zinakufa. Zinapokufa zinatokaje? Zikiwa zimekufa zikatokea, wanasema zikatoka kwenye nyaya, kwenye nini. Lakini kuna mwingine anakuwa amekwambia mchafuko wa damu umetokea, anatoka mauvipele. Baada ya siku ngapi anapotea. Baada ya kuwa vimepotea vile, anarudi kwenye hali yake ya kawaida. Alafu anaingia kwenye ngazi nyingine ya ufahamu. Unasema kwamba huyo bwana tulikuwa hata hatujajuaga kama atakuja kuwa mchungaji huyo bwana huyo. Tulikuwa hatujui kama atakuja kuwa mwizi huyo. Tulikuwa hatujui kama atakuja kuwa sijui ni tajiri huyo. Kumbe ni hali ambayo ni mwanafamilia mwenzenu, lakini yeye amepitia mabadiliko fulani na kizazi chake kutoka yeye kinakuwa hakiwezi kuwa
na vile ambavyo nyie ndugu zake mnavyo, kwa sababu yeye ameshaua ile ya kwenye damu, ameshaua ile ya kwenye damu kwenye DNA yake. DNA inakawa kwenye damu utajua ujui, nasema hivi. Kwa hiyo sasa uzingatie, na unakuta mtu labda vimetoka kama vipele, kama sikusema eti vikikutoka ndio viache muda wote. Hapana, unaangalia na mazingira, ulikuwa kwenye situation gani vimekutoka. Sio tu from nowhere ati vimetoka. Nenda hospitali bwana. Kama unaangalia mazingira gani ulikuwepo, je, ulikuwa kwenye ibada? Ulikuwa unafanya ibada? Kama uko kwenye ibada unaifanya. Sasa ulikuwa kwenye ibada, labda ulikuwa unaishi kama nipo kwenye changamoto, nataka nijifunze kudumu kwenye high frequency ili uwezo wangu wa ndani utoke. Kama ulikuwa kwenye ibada kama hiyo, afu ukakutana na mabadiliko kama haya, ukatoka hata kidonda, usishangae. Ukitoka hata maupele yakakutoka, usishangae. Mara kuna mtu ulikuwa unja ukorofishana naye, mara unakorofishana naye afu mnaelewana tena, usishangae. Vitu kama hivyo. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa namalizia kwa kusema hivi, wewe ndio mnala wa kurudisha frequency. Nataka nisahau kitu kimoja. Na mwingine, ukienda kwenye muziki ulikuwa na stress zako, kule kwenye muziki unakuwa kuna vibration ya furaha pale kwenye muziki. Ulikuwa ujui from nowhere, umekaa kwenye muziki pale kwenye sherehe, nasema kwenye sherehe mdundo unapiga pale nini, watu wanatikisa. Wewe ulikuwa labda umetoka huko, labda mkao kama amekukorofisha na nini, au labda mshikaji tu kakuuzi na nini, una hasira zako pale. Lakini unafika pale kwenye sherehe, wakati unaenda hasira zilikuwa naenda kulainika, unashangaa umeanza kutikisa kichwa, mara umeanza kutikisa mabega, mara umeanza umechanganya na wewe umechanganya, mara unaomba uwanja pale, unaanza kuserebuka. Vitu kama hivyo, frequency. Ulimwengu unaitikia frequency, mwili wetu unatetemeka na unaitikia mtetemo. Ndio kuna kauli moja nilikuwa nimeandika kwenye hicho kitabu, hata mwili wako unatii frequency. Mwili hauwezi kukataa frequency uliyoituma, frequency iliyopo mahala fulani. Kukimbia hiyo frequency utoke hapo. Ndio hivyo uchawi. Ukiingia kwenye uchawi, kwenye frequency ya uchawi, unakukamata hata uwe na kinga ya namna gani. Kinga inakusaidia kukuonyesha hapo kuepa. Ukiingia kwenye frequency ya uchawi uliozindikwa pale, inakupata hata uwe na kinga namna gani. Ila sasa lazima uweze kujua mambo ya frequency, ujue sehemu ni sahihi au sio sahihi. Hapa nakaa au nisikae. Huyu mtu anakuja kunibadilishia hali ya hewa au vipi? Hivi vitu kama hivyo. Wewe ndio mnao kurudisha frequency. Ukituma upendo unavuta upendo. Watu wanaangaika kuongozana. Ukituma hofu unavuta hofu. Ukituma shukrani unavuta baraka. Sheria haikosei. Mabadiliko ya maisha huanza pale unapobadili frequency yako ya ndani. Haleluya. Jana nilisema na nasema tena leo, kama yupo mwizi wa nyota ambaye ameiba nyota zote za watu ambao wana hali ngumu, huyo yuko wapi? Huyo mtu aliyeiba nyota za watu wote ambao wako ngumu. Watu wenyewe tu washindwa kuishi, wameshindwa kufahamu kuhusiana na frequency. Na nikumalizie hii ya mwisho kabisa ambayo siongei tena. Watu ukienda kwa mganga anafika na kuambia kwamba bwana, mzazi wako anakuloga, ndugu yako anakuloga, fulani anakuloga, nini anakuloga. Sio mara zote inaweza kawa kweli. Lakini ukiangalia wimbi la wazazi kipindi cha ukoloni hapo, tangu hizi elimu za kigeni zinaanza kuingia, hasa dini, kipindi ambacho wale watu wenye asili walianza kuonwa kama wachawi, wazazi wa namna hiyo wana hizi low frequency nyingi. Unajua mzazi anakuwa na mpendo na mtoto wake, unakuta ile hofu alionayo anakuwa anakuambukiza wewe, na inakuwa inakuambukiza wewe moja kwa moja kutokana na mzazi wako. Akiongea unamuelewa, akiongea unaelewa. Kwa kuna hofu fulani mzazi wako amewahi kukupandikizia, hata kama sio leo, siku zilizoisha, unakuta ipo imejihifadhi kichwani. Kichwa au akisahau kina kumbukumbu zote. Kwa hiyo sasa ukifika kwa mganga kuskani, inaonekana sasa ile hofu imetoka wapi? Kwa mzazi. Sasa mzazi pale ni mchawi au yeye mwenyewe alikupa hofu kwa ajili anakupenda? Kwa sababu unaweza kawa unampenda mtu alafu sasa unamhofia ataingia kwenye matatizo mabaya. Kumbe kile unachokihofia mwenyewe ukielewi ni kwa ajili tu ya upendo ule. Kwamba sasa mtoto wangu ili uweze kubaki salama, bora ubaki tu hapa. Bora ubaki tu hapa. Sasa ule ni uchawi. Hebu niambie mwenyewe pale, ni uchawi au ni upendo? Sema tu mzazi mwenyewe ndo hana hii elimu ya frequency inayokuambia wewe hapa. Kwa sasa anakuwa nayo muda wote. Kwa wewe ndio mkombozi, wewe uliyefanikiwa kufahamu haya. Usipende kuona watu fulani mchawi au mke wako anakuloga.
Unakuta mke ni kweli anakuja muda mwingine anakutia hasira. Nimekwambia hasira ni low frequency. Kwenye low frequency ndio kuna uchawi. Umewahi kutupiwa jini ameshindwa kunasa kwako, ni kwa ajili upo kwenye high frequency muda mrefu. Lakini mke akakutibua ukapata hasira, labda ni jini kisilani. Ukapata hasira kisilani hapo kikushika kwa ajili ya mke. Basi ukishaingia kwenye hicho kisilani, hiyo frequency sasa umekaa kwenye mkondo wa ile jini. Anasema, basi akisha kukamata, kile alichonuia kukufanyia ndio kinaanza kufanya kazi, kinaanza kutenda. Wewe unakuwa huna tena control na hiyo nguvu aliyoingia nayo kwenye frequency. Ukisha kwa tu kwenye hiyo, anakushika hiyo nishati. Na tunasema majini sio majini, tunasema viumbe zina ni nishati. Wamisri walikuwa wanaitwa netelu, ila ni nishati. Sisi hii tuhitaji, sisi ndio kwetu inaitwa uchawi. Na ukishasikia uchawi, ukishasikia uchawi unajua uchawi wote ni mbaya. Uchawi kwa Kiingereza ni magic. Magic kwa Kiswahili ni uchawi. Sasa magic, ukisema magic kwa Kiingereza mtu anaelewa.